Unatizama Fizi Empire TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe channel yetu. Leo tuna mada nzito sana. Joseph Kabila Kabange. Huyu jamaa alizaliwa Juni tarehe 4, 1971. Mke wake anaitwa Olive Lembe Disita, na inaonekana kwamba walifunga ndoa 2006. Watoto ni Sifa Kabila, Laurent Desire Kabila Junior. Kwa ni Mkongomani. Alizaliwa Hewa Bora na ni rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye alikuwa hayupo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Au niseme mpaka sasa hizi inawezekana hayupo, lakini ametangaza kurudia. Alipotoka haikuwa kwa kishindo kama hivi, lakini kurudia kwake imekuwa ni kama vile ni kwa kishindo. Watu wamekuwa na attention sana ya kutaka kurudia kwake. Tukataka kujua kwa nini watu wanamsubiria sana Joseph Kabila kama Yesu. Tukasema bana, tusichoshi sana akili zetu, na kati majibu yapo kwenye simu. Tunaye baba wa taifa. Karibu sana baba wa taifa. Sasa hizi sasa hivi salama kabisa, hali ya hewa nzuri, nashukuru kabisa, kila kitu kinakwenda fresh kabisa. Joseph Kabila anasubiriwa kama Yesu. Ndio. Nimepata hiyo taarifa ya nikasema rais mstaafu Kabila, nimesikia kwamba anasubiriwa nchini DRC kupokelewa. Sasa swala la kupokelewa kwake, kwa nini watu wameweka sana attention kubwa? Kwa nini ili watu wamekuwa kwamba bana Joseph? Maana kwenye mitandao sasa hizi ni Joseph Kabila. Hii inatokana na nini? Hapa kuna vikundi vitatu na kupokelewa kwake, na kwa hasa wakati huu ambao siasa ya Kongo inacheza kwa namna moja na nyingine. Na unajua kwa hali ya siasa ya Kongo ametajwa sana, mara nyingi sana ametajwa kuwa labda na yeye amehusika sana kwa hali ya uzofikaji wa nchi ya Kongo. Sasa kuna watu ambao wana maswali mengi, wanajiuliza, je, anakuja ni kwa ajili ya atakuja kusaidia nchi hali itulie? Je, anakuja kwa ajili ya kuwasha moto nyingi sana kwa serikali ili serikali hii ambayo tuko nayo itoke? Je, anakuja kuwa katikati, kuwa msuluhishi wa katikati, au itakuwaje? Sababu wao wanajua kwamba yeye anajua sana historia ya Kongo, ametumika kwa miaka 18. Sasa watu wengi walimlaumu wakati alipokuwa anatumika kuwa M23 ni ya kwake, yeye ndo alianzilisha, na hata ulisikia waziri wa mambo ya usafiri bwana Jean Pierre Bemba alisumulia sana kumuhusu. Sasa hii kwa kuwa anakuja sasa, wengine wanaangalia serikali ya Kongo itamfanyaje ikiwa itaingia, atakuja kufanyaje? Hiyo imezua maswali mengi sana kwa walio wengi, sio tu ndani ya Kongo, hata nje ya Kongo pia, na sio tu kwa raia wa Kongo, hata nchi majirani na watu wengine ambao wameshaona jinsi rais mstaafu anapaswa kuwa nao pia wana maswali kujiuliza itakuwaje. Kwa maana inazua balaa kubwa sana. Kuna picha ambayo imevuma kwenye mitandao sasa hizi, inaonesha Joseph Kabila akiwa na Corneille Nangaa pamoja na nafikiri jina lake anaitwa Biamungu, na kama sijakosea wamekaa kwenye meza, licha kuwa ni edited, ni picha ambayo imetengenezwa. Lakini Felix Tshisekedi pia naye aliwahi kuzungumza kwamba Joseph Kabila amekuwa akisupport M23, yupo nyuma kwa ajili ya kuendelea kuunga mkono. Lakini kumbukumbu yangu inaniambia kwamba licha kwa kipindi kile walikuwa hawaitwi M23, walikuwa na majina tofauti, lakini Joseph Kabila katika utawala wake aliwahi kusema kwamba eti alipigana na aliwapiga watu na akawamaliza. Imekueje leo kwamba eti anaungana nao? Ni kusema M23 sio jina jipya sana kwa Joseph Kabila, na sio kusema ni watu wapya sana. Kuna wale ambao wanajiunga kwa wakati huu, lakini M23 ilikuwepo wakati kwanza. Naweza nikasema kwamba ilikuja kwanza FDL ikamtoa Mobutu,
mwaka 1998 ikaja, ilikuwa ni RCD ile ambayo ilikuja ilikamata hata kufikia hata Kalemi, ikakamata hata sehemu za Kisangani, kama ikiwa na kumbukumbu ile wakati ambao walikuwa wanaungana jeshi kutoka Uganda, jeshi kutoka Rwanda, wakafikia hata kugombania mali za huko Kisangani, wakaumiza watu, wakaribu jiji kabisa. Ilikuwa ni hao watu. Ndio ile vita ya 1998 kama sijakosea. Hiyo wakati wa 1998 walikuwa ni hao watu. Ikaja tena 2000, ikaja sasa 2013 ndo yeye akatangaza, rais mstaafu Kabila akatangaza kwamba yeye amemaliza M23, eti ameimaliza. Nafikiri kitu kumalizwa kila mtu anaelewa inamaanisha nini. Imekuisha kabisa, imepotea. Sasa hii wakati ilikuwa ni mwaka huu alipokuwa South Africa, sababu ametembea kwenye nchi nyingi tofauti. Alipokuwa South Africa alisema kwamba M23 imekuja ni kwa ajili ya vitendo vibaya ambavyo anavyovifanya nani anavyofanya rais ambaye sasa hivi anabeba madaraka, bwana Felix Tshisekedi. Sasa wewe mtu mmoja umesema imemaliza, kisha umesema kwamba imekuja. Kwa hiyo ndio hilo watu wanataka kujua kuna ukweli gani ambao uko hapo. Je, M23 ni yeye au ni yeye ndo mwanzilishi ambaye ana uwezo wa kumaliza na ana uwezo wa kufufua? Hilo ndo swali ambalo walio wengi sana wanajiuliza kulingana na hii. Okay, sasa tukate kapitula. Si ndio hivyo wanasemaga wazee wenye hekima zao? Tukate kapitula. Tunamwona Joseph Kabila, Corneille Nangaa, Moise Katumbi, Paul Kagame, wote wamekuwa wakiambatanishwa kwamba wapo kwenye kundi moja saizi. Licha kuwa hawa watu katika namna moja au nyingine kipindi cha nyuma walikuwa wanagombana. Ili swala la wao kuungana wote kwa pamoja inatokana na nini? Tumlaumu Felix Tshisekedi au tumsifu Felix Tshisekedi kwa kuplay nice? Swala la wao kuungana alija kuwa swala la kumsifu Tshisekedi, alija kuwa swala la kumlaumu Tshisekedi, bala ni swala la kusema kwamba kwa nini kwanza waungane hao watu. Sababu Paul Kagame ni rais wa Rwanda, yeye ana nchi yake tofauti kabisa na Kongo. Kwa nini amehusishwa aingiane kuja kujichanga pamoja na watu wa opposition wa nchi ya Kongo? Hicho ndo tunapaswa kwanza kujiuliza. Moise Katumbi wakati Joseph Kabila alipokuwa madarakani alimfukuza Moise Katumbi, akatoka kabisa nchi ya Kongo. Alirudi wakati Tshisekedi amechukua madaraka, ndipo akampatia sasa na passport na akamruhusu akarudia. Na Joseph Kabila naye ambaye ni rais mstaafu pia, yeye ndo alipeana madaraka. Akapeana madaraka, akasema nimemwachia madaraka huyu ndugu yangu hapa. Ikawekwa wazi njia ya kidemokrasia, sio njia ya silaha. Akawa kama vile baba wa kidemokrasia, rais wa kwanza wa Kongo kupeana madaraka. Hiyo sifa nzuri ambayo kila mtu alishuhudia. Tukasema kwamba hii hapa imekuwa ni picha nzuri, ni kitu kizuri ambacho ni mfano wa kuigwa kwa marais wengine. Hata wengine wakaanza kumwambia Kagame, na wewe fanya hivi, Museveni fanya hivi, wengine wafanye hivyo. Na Corneille Nangaa yeye ndiye alikuwa refa ambaye kila mtu alikuwa anaangalilia macho kwamba Kongo tumekupa kwenye mikono yako, hii hapa, wewe mpe yule ambaye ana haki ya kuiongoza. Yeye akachukua moja kwa moja akampatia Tshisekedi kwamba huyu ndiye amepita. Lakini umekuta watu wote hao tena wameungana pamoja kuja kumgombanisha Tshisekedi. Kwa nini wamekuja kumgombanisha Tshisekedi? Ndio hili sasa tutapenda kuliweka wazi kwa kila mtu aelewe ni kitu gani ambacho hao watu wamekaa pamoja kumgombanisha Tshisekedi. Sababu hiyo ni swala la faida. Tshisekedi amewazulumu kitu gani? Ndio nataka kila mtu anapaswa kuelewa kwamba kuna kitu ambacho
yule mtu amejiona kwamba vile amenyimwa ambacho alikuwa anataka kukipata, amekinyimwa. Ndio hapa nataka nifunulie kila mtu ili aelewe ni kitu gani ambacho kinapita. Toboa ngoma baba wa taifa. Acha nianze kwanza kwa upande mmoja. Upande wa kwanza nitaanza kwanza kwa Corneille Nangaa. Corneille Nangaa wakati yeye ndo alikuwa anasimamia uchaguzi, wakati walikuwa wanagombea wakina Martin Fayulu, wakina Shandari na Kisekedi. Sasa kwa mujibu na habari za uhakika ambazo yeye mwenyewe alishuhudia ni kwamba Kisekedi hakukuwa anapata uchaguzi, hakukuwa ameshinda. Aliyekuwa anashinda alikuwa ni mtu mwingine. Licha kwamba hakusema, lakini inajulikana wazi kwamba aliyekuwa anashinda alikuwa ni Martin Fayulu. Lakini wao wakasema kwamba wakati Mobutu alikuwa anatawala, alikuwa mbaguzi sana kwa watu wanaosema Kinyarwanda. Sasa ikiwa Martin Fayulu atachukua tena huo wazifa, atabagua wasema Swahili na atabagua pia wanaosema Kinyarwanda, na hatutaki tena hii madaraka tena iende upande wa kule. Sasa inabidi sisi tuchague mtu ambaye anaweza angalau kutusikiliza sisi, mtu ambaye atakuwa na akili zile za kupelekwa na sisi hapa. Sasa Vital Kamerhe akaja kuingilia kati kuambia kwamba mimi nawahakikishia kwamba mpeni huyu hapa, ananisikiliza sana na unajua ni mashemeji tena. Kwa hiyo mambo yote ambayo mtayafanya au mtamwambia tutayakubali na atayakubali. Ikabidi wasaini mikataba na yeye Corneille Nangaa ndo alikuwa pale akapewa. Kwa hiyo Corneille Nangaa pia akawa na uhakika kwamba ni mtu ambaye nimeweka mimi, kwa hiyo migodi yangu ya dhahabu, sababu ana migodi ya dhahabu ambayo iko kule kwao, migodi yangu ya dhahabu haitaguswa kwa kuwa mimi ndo ambaye nimempatia madaraka hapa. Migodi yangu ya dhahabu haitaguswa. Ndio kwa upande wa Corneille Nangaa huo. Ndio kwa upande wa Corneille Nangaa huo. Kwa upande wa Joseph Kabila, walikubaliana kwamba atafanya muhula mmoja kisha amrudishie madaraka, na anapaswa kuheshimishwa, mali zake zisiguswe, heshima ziwe zile zile kabisa, hakuna kitu chochote, na yeye atakuwa ni mshauri namba moja wa government ya Kisekedi. Na ndio maana haraka alipochukua nyadhifa Kisekedi, waliunga chama pamoja. Walipounga chama pamoja wakaanza kufanya kazi pamoja, lakini akaona Kisekedi akacha kuona kama watu bado wanamfunga vitu vingine vya kufanya kazi. Akaona kwamba watu wananifunga ili nisinae ili wao wachukue tena madaraka. Akaanza sasa kuwasukuma mbali watu wa kina Kabila. Watu wa kina Kabila kuwasukuma na kuanza kuwalaumu na kuvisema wazi. Vile vilimchukiza sana Kabila, wakajitenga kabisa na Kisekedi. Na hata malawama zote zikaja na chuki zikawa kama hizo. Kwa Corneille Nangaa, ile migodi yake ya dhahabu serikali ilianza kumwomba kwamba kila mtu ana haki, unapaswa kutoa ushuru na vitu vingine unapaswa kuvirudisha serikali, sababu ni vya nchi, sio vyako peke yako. Yeye alianza kumwambia kwamba mimi ndio nimekuweka hapo na ungepaswa kunitii. Sasa mtu akishakuwa na mamlaka inakuwa ni kitu tofauti. Hapo kukawa hali ya sintofahamu kati ya wao wawili. Kwa upande sasa upande wa Moise Katumbi, yeye ni mtu ambaye tamaa yake ni kuwa rais. Kwa hiyo muhula ambao Kisekedi alikuwa nakaa, yeye alipewa option zote. Akaambiwa kwamba wewe uwe waziri wa uchumi, akakataa. Wewe akapewa wizara zote ambazo alipewa na Kisekedi, alizikataa. Yeye ni kwamba anataka kuwa rais tu, kwa kuwa watu wengine wanamwambia kwamba yeye ana uwezo wa kuwa rais. Akakataa zile nyadhifa zingine zote. Na kwa kuwa kweli Wakongo wengi walimwamini, kulingana na wakati alipokuwa governor, kuna hali ya picha nzuri ambayo alitoa ikamwaminisha kwamba ile nani ya kuwa rais labda ni hali yake ni yeye ndo anafaa kuwa pale. Sasa hiyo ilimfanya yeye naye ajitenge sana na Kisekedi. Sasa baada kadri siku zinavyokwenda, anaona kwamba anazidi kupoteza, lazima aangalie jinsi ya kujiunga na watu ambao wana nguvu kwa ajili ya kuangalia jinsi wanaweza kumtoa Kisekedi. Sasa kwa upande wa Kagame, yeye wakati Kisekedi alipochukua madaraka, kabla ya Kisekedi
alikuwa na mikataba fulani ambayo alikuwa nayo na Joseph Kabila. Mkataba ulikuwa ni ule, kwa kuwa wao ndo walimtoa Mobutu kwenye madaraka, Kongo itakuwa inalipa milioni 60 kila mwezi, na kutia ndani mshahara wa James Kabarebe, yeye ambaye aliongoza vita vya kumtoa Mobutu na akawa pia general wa Kongo. Pesa zake zilikuwa zinatoka, ilikuwa takriban milioni, sababu ilikuwa ni laki nane za Marekani na karibia milioni wa dola hivi, ziwe pale na jikuwa bado zinalipwa. Na hiyo ni kwa mwezi, malipo ya kwa mwezi. Malipo ya kwa mwezi. Kuna watu wana make money kwenye hii vita. Ndio kwa muhula wote wa Kabila ambao alifanya, hizo pesa zilikuwa zinatoka, na kutia ndani muhula ambao Tshisekedi alifanya kwa miaka kadhaa ilikuwa ile. Sasa wakati Tshisekedi alianza kumwambia kwamba lazima tufanye sasa mkataba ambao tutaifanya ili tuangalie jinsi ya mapunguzo fulani, kwa kuwa mimi na rafineri ile ya kusafisha madhahabu, ya kusafisha madini ambayo inatoka Kongo itakuwepo Rwanda. Kumbe vitu fulani vianze kukatwa. Ile milioni 60 itolewe, sababu hiyo na mimi ili nipate gisi ya kujenga nchi, tuwe na ile ambayo yeye anaita ganya. Sasa Kagame kwa namna fulani alikuwa kama vile anakubali, sawa, haina shida, hii madini itakuwa inasafishiwa hapa Rwanda. Baada ya kumwaidia hivyo itakuwa inasafishwa hapo Rwanda, wakaangalia mikataba yao, ilisababisha Kagame akwende Europe, anakwenda kwa Ulaya, nchi za magharibi huko, akafanya mikataba ya madini. Mikataba ya madini ambayo alifanya ni kwa ajili ya mkataba ambao walisaini na Tshisekedi, ikampatia matumaini kwamba hapa dili ipo, sina wasiwasi kwa kuwa mwenzangu ameshaniaidia. Sababu walio wengi wanajiuliza kwa nini mbona Kagame anamwandama sana Tshisekedi? Ni kwa ajili ya ahadi ambazo walikuwa wameshaidiana na Tshisekedi. Sasa akakwenda kufanya hiyo mikataba yote. Mikataba kweli ikakubaliwa kwa kuwa makaratasi zilikuwepo. Europe nayo ikakubaliana na ile mikataba ambayo walikuwa wameshaidiana. Sasa baada ya vile watu wengine washauri wa ukaribu wa Tshisekedi wakamwambia hapana, utaanguka kwa ule mtego wa Kabila, au utafanya chochote kwenye nchi yako, sababu hautajua wanauzisha ngapi. Tuwe na timba huku inasafishwa Rwanda, baadaye inauzishwa huko, sisi tunaambiwa tu habari, hatutajua kama ilikuwa ni ngapi. Hapa hamna chochote, hakuna ambacho tutakipata, sababu Rwanda itapata pasenti nyingi sana, itatupatia kama pasenti kama 10 kama 20, na vitu ni vyetu. Yeye kwa nini tujiweke sana kwa Rwanda? Kumbe jitoa. Tshisekedi akaanza kujitoa. Bila Tshisekedi kuanza kujitoa, na kwa kuwa ana maadui tayari kama nimekuambia, Nanga, Kabila, Maurice Katumbi, na sasa na Kagame naye akaja kujiunga, akasema hapana, dawa tu itakuwa ni kurudisha M23. M23 ndo wakaenda sasa kuandaliwa sasa, ili kuja sasa waingie walete vurugu, ili kumlazimisha Tshisekedi akubali ile mikataba yote ambayo walikuwa wameshaongea na wenzao. Sasa kwa hiyo pale lile la yeye kusema kwamba eti walitakiwa, kwa sababu mara nyingi Tshisekedi Kagame amekuwa akisikika sana akisema kwamba alitakiwa ikae chini na wakongomani wenzake, wale ni wakongomani katika nchi yake, anatakiwa ikae nao chini vikumba wakubaliane kile ambacho walipatana. Kwa hiyo ndio alikuwa anarejelea ili swala ambalo unazungumzia. Ndio hilo sababu yeye Kagame hawezi akajitoa kwamba nina mkataba na hivi na Tshisekedi na hivi, lazima apitie kwa wakongomani wengine, na ndio maana anachukua M23 kuitumikisha hata miaka 30 na kitu anaitumikisha hivyo. Sasa kwa kuona kwamba ameshaonekana na mimi nitaonekana, mimi sababu yangu itaonekana ni kitu gani? Acha niseme FDLR. Lakini anaingilia sana kupitia kutumikisha wakongomani wengine. Nichukua hapa M23, niwekwe pale, Kabila wewe kaa pale, wewe Nanga kaa hapo, na fulani kaa hapo. Imagine mtu kama Nanga ambaye wakongomani wote walimpatia matumaini, yeye akaja kuchagua mtu ambaye amesaliti nchi kwa wakati kwa njia ya kidemokrasia. Hata akipewa nyadhifa atawafanyia wakongomani kitu gani? Na amekuja kuchukua M23, anakuja kuanzisha hali ya vita. Kwa nini asingeingia njia ya kidemokrasia kama ile njia yeye anaijua, ikiwa anapenda nchi yake? Okay, twende sasa kwenye na endelea. Ndio, kitu cha kushangaza ni kile cha kuwatumikisha watu ambacho
hizo zote nguzo ambazo nimezitaja, watu wote ambao nimewataja pale, nao wamekuja kuchochea sasa vita vya kikabila, sababu inafikia sisi waraia wanaanza sasa kutumikishwa kwa namna moja na nyingine. Sijui kama una swali fulani hapo. Yes. Nafikiria ili mazungumzo ya nogi vizuri ni lazima tuguse sasa M23 nao pia. Nimekusikia ukisema kwamba ikabidi Kagame aamue kuwatumia M23. Maana yake M23 nao pia walikuwepo pale, wako na mambo yao nao pia ambao wanayataka. M23 kwanza ilianzishwaje na malengo yao yalikuwa ni nini kwanza? M23 alianzisha M23 kwa wakati wa mbele alikuwa ni Joseph Kabila, ni chama ambacho alikuwa nacho pale. Na sababu malengo ya M23 kwa madai yao, kisi wanavyosema, wanasema kwamba madai yao ni kwamba watu wanaosema Kinyarwanda wanatakiwa kwamba waheshimiwe na wao walelewe kama wakongomani wengine, na Watusi wa Kongo nao wanapaswa kukubaliwa kama wakongomani wengine, na sababu na wani wakongomani ile ni nchi ya wote. Sasa kwa kuwa hawapewe zile haki zao, lazima wanapaswa sasa watetelee hizo haki zao kwa serikali, kulazimisha serikali. Sasa hiyo ni jambo la ukweli. Ikiwa mtu kutetelea haki yake ni jambo la kawaida, lakini sasa ikiwa wewe unapenda nchi yako, hauwezi ukakwenda kwa kusikilizana na ndugu yako, hauwezi ukachukua ugomvi. Ukichukua ugomvi mnavurugana sasa zaidi ya hapo. Ikiwa unapenda nchi yako, unapaswa kukaa chini na ndugu yako kwamba bwana, sisi hapa kuna mambo ambayo yaendi sawa sawa. Kwa nini haya mambo yaende hivi? Ni kitu gani? Mnatatua, mnakaa mezani mnaongea, basi yanakuwa hivyo. Kwa mujibu wao wamesema kwamba eti wamekuwa wakikaa sana, wameshika vikao vingi sana na makabila mengine kwa ajili ya kuangalia jinsi gani ya kutafuta amani, lakini wamekuwa hawasikizwi na mambo yamekuwa yaende vizuri, ndio kwa maana wameamua kuchukua silaha. Na kwa kuchukua silaha yataweka mambo kwenda, ndio maana inaweka mambo kwenda mabaya zaidi kuliko kuweka mambo sawa sawa. Sababu matatizo ambayo yanapita Kongo sasa hivi ni matatizo ya kwa kila nchi yoyote na kwa kila binadamu yoyote. Ikiwa ni jambo la ubaguzi, Kain alibaguliwa na mdogo wake wa tumbo moja. Walionekana kama vile kuna utofauti ambao walikuwa pale. Yeye aliona kama vile anabaguliwa. Na ni watu wa damu moja, baba moja, mama moja. Kwa mambo kama hayo yanaonekana hapa kwenye nchi za Marekani. Japo utaona watu weusi wanajikuta kama vile haijakuwa sawa. Ukienda Brazil mambo kama hayo yapo. Ukienda Cuba mambo kama hayo yapo. Ukienda Puerto Rico mambo kama hayo yapo. Lakini wachukue silaha kwa kuyatatua. Wanakaa chini kusema kwamba tuna shida hili. Hata Kongo ingekuwepo hayo mambo yalikuwepo zamani. Lakini kwa kuwa imepata watu ambao wamekuja kuweka chachu, ambao wanataka faida zao wenyewe, ndio maana wanawatumikisha watu kuwanunulia silaha. Wanafikiri raia wa kawaida na uwezo wa kununua silaha ambazo zinapigana sasa hivi na M23?